Tumeona wema wa Bwana, tumeona fadhili zake. Nataka niwafundishe wimbo mgeni kidogo, lakini utakuwa mzuri na mimi utakuwa baraka. You can give me some sound. So unasema nimeona fadhili zako maishani mwangu Yahweh. Nimeona wema wako maishani mwangu Yesu. Umenipendelea. Hivyo tu. Umenipendelea. Nataka tuimbe hivyo, nimeona fadhili zako. Nimeona fadhili zako maishani mwangu Yahweh. Wema wako, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu. Umenipendelea. Umenipendelea. Tumependelea Bwana. Umenipendelea. Turudie mara ya mwisho kabisa, tuanze wote. Nimeona fadhili zako maishani mwangu Yahweh. Wema wako, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu. Umenipendelea. Safi kabisa. Very good. Haya, mtukuze Mungu kwa kuelewa hivyo. Hallelujah. Kati tunakwenda kumpa Bwana ibada. Come on. Clap your hands to Jesus. Hallelujah. Mimi nimeona wema wake Bwana. Zimebaki siku 11 tumalize. Ametuvusha, ametufadhili, ametupa mpenyo hata leo baki kama. Nimeona fadhili zako maishani mwangu Yahweh. Nimeona wema wako maishani mwangu Yesu. Nimeona fadhili zako maishani mwangu Yahweh. Umenipendelea. Umenipendelea. Come on, choir in the season. Umeona fadhili zako maishani mwangu Yahweh. Nimeona wema wako maishani mwangu Yesu. Nimeona fadhili zako maishani mwangu Yahweh. wema wako maishani mwangu Yesu. Umenipendelea. Kama umependelewa, everybody come on, let's go, come on, jitikise kwa Bwana, jiachie tu vizuri. Ametupendelea. Nimeona fadhili zako maishani mwangu, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu. nimeona fadhili zako janu, Nimeona wema wako maishani mwangu Yesu. umenipendelea. I like this part. Oh, najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Najua kabisa. Naelewa kabisa. Najua afya hii sababu ni uzima, sababu afya hii sababu uzima sababu nafasi hii wapi vigelegele vya kupendelewa? Umenipendelea.
Jamani, kuna watu wana sababu mundani. Elana, umenipendelea. Come on, come on, come on, come. Everybody, everybody, dance before you. Oh, wapi vigelegele vya mfalme? Usinune Bwana, hata kama uelewi atafanya tu. Come on. Aya, yote nilivyo navyo. We say, yote nilivyo navyo, ulivyonipea, umenipendelea. Afya hii, pumzi hii, umenipea. Sijivuni kwa chochote, sijivuni kwa chochote ulichonipea, umenipendelea. Afya hii, pumzi hii, umenipea. Vyote nilivyo navyo, ulivyonipea, umenipendelea. Afya hii, pumzi hii, umenipea. Sijivuni kwa chochote ulicho. Nataka tufanye jambo. Nataka mtafute jirani. Come on. Tafuta jirani mmoja afu mwambie kitu hapo. Nataka umwambie vyote ulivyo navyo na vile ambavyo Mungu amekupea ni upendeleo tu. Everybody say, vyote nilivyo navyo, ulivyonipea, umenipendelea. Afya hii, pumzi hii, umenipea. Sijivuni kwa chochote ulichonipea, umenipendelea. Afya hii, pumzi hii, kwa mara ya mwisho, vyote nilivyo navyo. Sikia rafiki yangu, afya, watoto, come on, mwambie sijivuni. Ulichonipea, umenipea. Afya hii, pumzi hii, umenipendelea. Wewe, umenipendelea. Umenipendelea. Bwana, najua bila wewe singeweza. Januari moja tutaimba tena. Bila wewe twakupa utukufu, Emmanuel. Twakupa heshima zote, Emmanuel. Twakupa adhama zote, Emmanuel. Twakupa heshima zote na adhama zote, Emmanuel. Hey, Emmanuel. Everyone, Emmanuel. Emmanuel. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Nataka nisikie watu wakiimba. Najua. Mwambie tena. Mwinulie sauti zaidi Bwana. Najua sana. Nafahamu. Nakuelewa. Afya hii. Sababu uzima
tumpe saluti zake. Jesus Christ, Jehovah, Jesus, Jehovah, Jesus Christ, Jehovah, Jesus Christ, Jehovah, twakutukuza Jehovah, twakuinua Jehovah, Jesus Christ, Jehovah, Jesus Christ, Jehovah, twakutukuza, twakuinua, 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 twakutukuza, twakuinua. Pekelele za shangwe. Hallelujah, hallelujah. Oh, hebu mpe, kama ni sababu ya kuishi kwako, kama ni sababu ya uzima wako, kama ni sababu ya mwenendo wako. Hallelujah! Come on, you can do better than that. You can do better than that. Woo! Umenipendelea. Come on. Hallelujah. Mpe dhabihu za shukurani. Mpe dhabihu za shukurani. Hallelujah. Hey. Hallelujah. 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 Endelea naye tu. Endelea naye tu. Mimina moyo wako kwake. Hata kama tusipoimba chochote, endelea kumwazimisha moyo wa shukurani. Hallelujah, Jehova. Wewe unastahili, mwana kondoo. Wimbo mzuri wa mbinguni. Kama unaungana na ukisema hallelujah. Hallelujah. Wastahili hallelujah yangu. Kanisa zima tumpe haleluya yetu Bwana. Inua mikono yako juu mbinguni ukimwambia haleluya mfalme. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wastahili. Zaidi ya vyote ulivyoviumba.
Twakuita Bwana, twakuabudu, twakuabudu, twakupenda, wastahili Bwana, Bwana kupokea utajiri na nguvu. Senge kupokea utajiri na nguvu, utajiri na nguvu. Mtakatifu, mtakatifu niwe, niwe Bwana. Twakuabudu Bwana, twakuabudu. Watanzania wote tuimbe, twakupenda, wastahili. Mwambie wastahili Bwana, kupokea utukufu, kupokea utajiri na nguvu. Takatifu, takatifu niwe Bwana. Takatifu, takatifu iwe Bwana wa majeshi. Mbingu nchi zimejaa na utukufu wako. Mwambie with a tender voice, mtakatifu, mtakatifu, takatifu, takatifu. Mwabudu. Oh, ndiwe Bwana, ndiwe Bwana wa majeshi. Mbingu na nchi zimejawa na utajiri wa utukufu wake Bwana. Oh, oh, wastahili, wastahili peke yako. Wote humu ndani tumwambie mfalme, mpaka kule nyuma mpazia sauti yako, mpaka watoto wadogo tuanguke mbele zake tukisema wastahili. Onina makasire belelele basia mananaya kosini ni mayalile usianana ikipililile kisima kimefunguka. Wastahili Mwokozi, wastahili Mwokozi. Hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kulingana nawe. Tunaanguka mbele zako, tunaanguka mbele zako. Wewe umetanda juu ya nyumba hii, unastahili heshima, mzee wa siku, mzee wa siku, mzee wa siku, wastahili, shujaa wa hatma zetu, shujaa wa hatma zetu. Ele bakasire le baya kaniana. Oh, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wa kuogopwa niwe, wa kuabudiwa niwe, wa kuheshimiwa niwe. Twaanguka mbele zako, twazitupa taji zetu,
twanguka mbele zako, twazitupa taji zetu, twanguka mbele zako, twazitupa taji zetu, twanguka mbele zako, twanguka mbele zako, twanguka mbele zako, twazitupa taji zetu, twainama mbele zako, twazitupa taji zetu, twakuogopa. Wakuogopa ni wewe, wakuogopa ni wewe, wakuogopa ni wewe, mtakatifu ni wewe, mwenye nguvu ni wewe, wakuheshimiwa ni wewe. Ele bakasida bakayana na maserele baya. Wewe ndiwe Bwana, wewe ni mfalme, unatawala. Endelea na baba yako, endelea na baba yako. Wewe ndiwe Bwana, wewe ni mfalme, unatawala. I hear this in the spirit. So tunasema we tu mtakatifu, 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 we. Kanisa nataka tumwambie tifu, we tu, hivyo tu, mtakatifu, we tu mtakatifu, we tu mtakatifu, we tu mtakatifu, we oliana na masirere basia yana na masirere, we tu mtakatifu, osina na mayane rere basia balanana, osina na masie, osina na masie, oh takatifu, we tu takatifu, we tu takatifu, we tu takatifu, we ikanana ikerere osiana osidadada yesenene takatifu osina nerere.
mtakatifu peke Bwana. Mbingu zimejaa sifa, mbingu zimejaa utukufu. Utukufu ni wako Bwana, wewe ni mtakatifu Bwana, wewe ni mtakatifu, takatifu Bwana, wewe ubaki mziki. Bwana yuko mahali hapa, mwabudu Bwana kwa kimya, kwa kuwa Bwana yuko mahali hapa. Unastahili Bwana. Tunakutukuza mfalme wa falme, tunakutukuza kwa kuwa wewe ni mwema, tunakutukuza kwa kuwa uko hapa Bwana. Tunalibariki na kulihimidi jina lako takatifu. Tumeimimina mioyo yetu kwako Bwana, kwa kuwa wewe ni Mungu wa ajabu, Mungu wa ajabu. Umeagusa maisha yetu Bwana. Utukuzwe Bwana, utukuzwe mfalme wa falme. Uhimidiwe Bwana. Upo mahali hapa Bwana. Walio wagonjwa wamepokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Umebadilisha huzuni zetu, umejaza mioyo yetu na furaha Bwana. Tunatoka mahali hapa tukikubariki, tukikushangilia wewe, tukikutukuza wewe, tukikuinua mfalme, tukikuinua mfalme wa falme. Umetenda maajabu, umetutendea mema, umetutendea mema. Utukuzwe milele, kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Waweza kumpigia Bwana makofi mazuri. Nikuhakikishie tu Bwana amefanya jambo jipya, na huzuni yako Mungu ameichukua leo na amejaza moyo wako na furaha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu abariki sana VOV kwa maongozi mazuri. Naomba tuwapigie makofi na tumpigie Bwana makofi kwa ajili ya utendaji mzuri wa VOV. Haleluya. Na najua kabla watoto hawajaondoka wana wasilisho zuri la kufanya mahali hapa. Ni wakaribisha watoto teenagers, karibuni kwa ajili ya onyesho zuri, na Mungu awabariki walimu kwa kuwaandaa na ninyi kwa kuwa tayari. Bwana awabariki sana. Karibuni kwa haraka ili tukomboe wakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuwapigie makofi mazuri teenagers wetu wanapokuja hapa mbele kwa ajili ya wasilisho. Na wakati huo wanapokuja,
Nikutie moyo wewe ambaye ni mgeni, umeabudu na sisi kwa mara ya kwanza. Mahali hapa ni nyumbani kwa Baba yako. Mungu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Jisikie kuwa nyumbani, na tutapata muda baadaye, utapata muda wa kutusalimu. Mungu awabariki. Karibuni teenagers, karibuni walimu kwa ajili ya maongozi ya teenagers. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina yangu naitwa Joyce Kefas. Sisi ni darasa la Young Teenagers. Leo tunalo wasilisho fupi linalohusu kuijua Biblia. Katika wasilisho letu tutaangalia maana za Biblia, muda uliotumika kuandika Biblia, ni kwa nini tunasoma Biblia, lugha zilizotumika kuandika Biblia, mgawanyiko wa Biblia. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Restuta Anto. Biblia ni kitabu cha vitabu kwa sababu Biblia ni muunganiko wa vitabu mbalimbali vilivyowekwa pamoja. Amin. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi hapa ni kundi namba 2. Wasilisho langu linahusu ni watu gani walioandika Biblia. Ukisoma waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 20 hadi 21, neno la Mungu linasema, mkijua neno hili ya kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kutokana na andiko hili tunaona kwamba Roho Mtakatifu ndiye aliandika Biblia, akiwatumia watu tofauti tofauti kutimiza malengo yake. Kama ambavyo hata sasa Roho Mtakatifu anatumia watu tofauti tofauti kutimiza mapenzi yake. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu unaweza kutumia kwenye mapenzi yake. Miongoni mwa walioandika Biblia ni wachungaji, wasomi, wafalme, manabii wadogo, manabii wakubwa, walimu na wengine wengi. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sisi kundi namba 3 tunaenda kuelezea lugha zilizotumika kuandika Biblia, ambazo ni Kiebrania, Kiunani na Kiaramu. Lugha ya kwanza iliyotumika kuandika Biblia ni Kiebrania. Kiebrania ilitumika kuandika nakala za Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Niko mbele yenu kuelezea lugha ya Kiunani. Hii ni lugha iliyotumika kuandika nakala ya Agano Jipya. Asanteni. Lugha ya Kiunani ilitumika kama iliandika katika sehemu chache za Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Nitaelezea kuhusu lugha ya 3, lugha ya Kiaramu. Lugha ya Kiaramu ni lugha ambayo ilitumika kuandika Biblia katika sehemu chache za Biblia. Tukiachana na hiyo, hata hivyo hii lugha ilikuwa maarufu sana katika kufanya biashara. Na katika vitabu nalia lugha ya Kiaramu ilitumika katika kuandika sehemu chache za vitabu vya Agano la Kale. Mwenzangu atakuja kunitaja. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sijasikia. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaenda kuvitaja hivyo vitabu: Danieli, Ezra, Mwanzo, Yeremia. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.
Yesu asifiwe. Naenda kuelezea umuhimu wa lugha hizi katika Biblia. Umuhimu wa kwanza, inatusaidia kujua Biblia kwa undani zaidi. Umuhimu wa pili, lugha inasaidia kutafsiri neno la Mungu kwenye Biblia. Umuhimu wa tatu, lugha inasaidia kujua lugha zinazotumika kuandika Biblia. Asanteni. Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Kurwa Sadiki. Sisi ni kundi namba 4 ambalo wasisi wetu ni kuhusu mgawanyiko wa Biblia. Kama tunavyofahamu, Biblia imegawanyika katika makundi mawili, yaani Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale na vitabu 39 na Agano Jipya na vitabu 27, ambapo jumla yake Biblia nzima imebeba vitabu 66. Agano la Kale imegawanyika katika makundi 5 na Agano Jipya imegawanyika katika makundi 4 ambayo yatakwenda kufafanuliwa kama ifuatavyo. Kwa majina naitwa Anita, nitaenda kutaja makundi ya vitabu 5 la Agano la Kale, ambavyo vitabu vya Torati, vitabu vya historia, vya mashairi na manabii wakubwa na wadogo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Vitabu vya Torati viko 5, vitabu vya historia vipo 12, vitabu vya mashairi viko 5, vitabu vya manabii wakubwa viko 5 na vitabu vya manabii wadogo viko 12. Asanteni. Nitakwenda kutaja vitabu vya Torati kama ifuatavyo: Mwanzo, Kutoka, Hesabu, Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati. Asanteni. Nitaenda kutaja vitabu vya Injili ambavyo ni Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Kwa majina yangu naitwa Abigail ya Mfaraja. Sisi ni kikundi namba 5. Tunaenda kurepresent kwa nini tunapaswa kusoma Biblia. Tutaenda sambamba na andiko la Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 hadi 16. Nao nasema, na ya kuwa utoto umejua maandiko matakatifu ya kukuongoza katika haki, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuonya watu makosa yao na kuadabisha katika haki. Kuna umuhimu mwingi wa kusoma Biblia, lakini sisi tumeangalia yafuatayo. Kwa majina yangu mimi naitwa Rukonya Ford. Nitakwenda kutaja umuhimu wa kwanza. Umuhimu wa kwanza wa kusoma Biblia ni ili kumjua Mungu kwa undani zaidi. Tunapaswa kusoma Biblia ili tuweze kumjua Mungu kwa undani zaidi kupitia katika Biblia jinsi alivyojifunua. Namba 2, tunapaswa kusoma Biblia ili kuweze kutafsiri maandiko vizuri. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu Helena Costa. Kuelewa mapenzi ya Mungu kwa binadamu. Inatusaidia kuelewa mapenzi ya Mungu kwa binadamu. Mfano, kusoma Biblia au kuhubiri neno. Asante. Kwa majina naitwa Doreen George. Nitaenda kuelezea umuhimu wa kusoma. Nitaenda kuelezea lengo la kusoma Biblia. Ufasiri kwa usahihi maandiko ili tusipotoshe neno la Mungu. Inatusaidia tusipotoshe neno la Mungu. Asante. Tuwapigie makofi mazuri sana teenagers wetu. Haya ambayo wameyafanya hayataondoka. Biblia inasema hata watakapokuwa wazee. Kwa hiyo mambo hayo ni mambo ya muhimu sana. Teenagers, Mungu awabariki. Muje hapa mbele na watoto wengine wote watakuja wakiwa katikati, nyinyi mtawazunguka. Tafadhali watoto wengine wote mje. Tutasimama hapa kati, teenagers watakuwa nyuma yenu. Hawa ni tunaanza kuwaandaa kuwa walimu wa watoto wadogo. Karibuni watoto wote, muje hapa mbele ya madhabahu. Watoto wote muje hapa mbele ya madhabahu tafadhali. Tunao watoto wazuri. Mungu ametupa zawadi ya kuwa na watoto katika nyumba ya Mungu. Hawa ndio kanisa. Hawa ni sehemu nzuri ya kanisa letu.
Teenagers, naomba msogee wengine huku, upande wa pili huku, tafadhali. Teenagers wengine msogee huku. Basi kanisa zima, niombe nyosha mkono wako, tamka baraka nzuri kwa ajili ya watoto hawa na neema ya Mungu iwe juu yao. Tuombe. Mungu wetu, wewe uliye Mungu wa watoto hawa, wewe ambaye unajidhihirisha kwao kwa namna mbalimbali, na leo Bwana umekusudia kupitia neno lako uzungumze na watoto wako hawa. Na sisi Bwana tunawaweka wakfu kwako ili Mungu upate kusema nao. Maisha yao Mungu ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunakusihi Bwana uyaongoze na kuyatunza katika kusudi na neno lako. Wapake mafuta mabichi walimu wanapokwenda kuhudumu kwao. Neema yako iwe juu yao Mfalme. Neno lako Mungu lidondozwe katika midomo yao, na wanaposema mamlaka yako Mungu iyaumbe maisha mapya ya watoto hawa kwa kadiri upendavyo mwenyewe. Asante kwa kuwa Bwana una jambo na kusudi kwa ajili yao, na kupitia mafundisho haya neno lako litakuwa dhahiri na kuyatimiza makusudi yako. Uhimidiwe milele kwa kuwa ni Mungu mwenye kuwapenda na kuwatakia mema. Tunawafunika katika damu yako na mamlaka yako takatifu. Katika jina lako Yesu tumeomba haya. Amen. Watoto, Mungu awabariki. Muwe na wakati mzuri pamoja na walimu wenu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu, ametupa neema. Ni fursa ya kuwepo nyumbani mwa Mungu na kujifunza neno lake. Tumekwenda mbele za Mungu kwa ibada, na ninaamini umebarikiwa sana wakati wa ibada nzuri ya uimbaji. Na wakati huu tunakwenda kujifunza neno la Mungu, na Mungu ametupa neema ya kuwa na mama yetu mchungaji Faraja, mchungaji wa kanisa hili, na mama mchungaji Hamuli ambaye ni mchungaji wa kanisa hili. Tumpigie Bwana makofi mchungaji wetu Faraja anapokuja kutupa neno la Mungu mchana wa leo. Karibu mama. Asante sana mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Habari ya mchana. Habari ya kuwa nyumbani mwa Bwana. Je, unayo furaha? Amina. Na mimi ninayo furaha sana kuwa nyumbani mwa Bwana Jumapili ya leo, na ibada ni ya baraka mno. Asante kwa kuwepo. Wewe ni baraka. Mwambie jirani yako, wewe ni baraka. Kabisa kabisa, uwepo wako unaleta tofauti nyumbani mwa Bwana. Kama usinge kuwepo, yamkini kiti ulichokalia kingekuwa tupu na isingekuwa baraka. Amen. Ni wakati wa neno la Bwana. Kama we ni mgeni wa mara ya kwanza, tutakupa nafasi baadaye na tutakutambua. Lakini pia kama unatufuatilia kwa njia ya mtandao, tunakukaribisha wakati huu kwenda kusikiliza maneno ya Mungu. Tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Mimi ninaitwa mchungaji na mama mchungaji Faraja Hamuli. Ninampenda Yesu, nimeokoka, nina mpango wa kwenda mbinguni, na ninafuraha kuwa na neema hii ya kulihudumia neno la Mungu leo. Tusome waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza. Tutasoma mstari wa 14 mpaka wa 16. Maandiko yanasema hivi: kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa,
mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu sana, tuko mbele zako Bwana. Asante kwa neno lako unalolituma kwetu leo. Tunapokea maneno yako tukijua neno lako ni roho, na roho ndiyo itiayo uzima. Tuhudumie kama kanisa kwa neno hili Bwana. Msikizishe kila mmoja sauti yako kama upendavyo. Tumetulia, tunakupenda, tunalipenda neno lako na tunalipokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema wito wa kuwa mtakatifu. Wito wa kuwa mtakatifu. Bwana apewe sifa. Maandiko haya tunayasoma katika waraka huu wa kwanza wa Petro. Petro ni yule ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na baada ya Bwana Yesu kupaa na akawa miongoni mwa wale mitume walioipeleka injili mbele, na alikuwepo hata siku ya Pentekoste pale upper room Roho aliposhuka, na tunajua alihubiri siku ile na watu wapatao 3,000 wakampa Yesu maisha. Alikuwa miongoni mwa wale wanafunzi watatu wa Yesu, tunasema inner circle. Wakati mwingine Yesu alipokuwa na wale watatu, na Petro alikuwepo. Na tunaposoma hapa, Petro anaandika kwa watu walioitwa. Petro anaandika kwa watakatifu. Ule mstari wa 14 unatuonyesha alikuwa hawaandikii watu walio nje. Alikuwa anawaandikia wale ambao wanaitwa watoto wa kutii. Mstari wa 14 anasema kama watoto wa kutii. Anasema msijifananishe na tamaa zenu za kwanza, za ujinga wenu. Anasema bali kama yeye aliyewaita. Maana yake alikuwa anawazungumzisha, anawasemesha watu walioitwa, watu waliokuwa ndani ya Kristo, watu waliokuwa wameipokea imani, watu waliokuwa wameokolewa. Na leo Roho Mtakatifu amechagua kusema na mimi na wewe kupitia neno hili. Ninaamini wewe ni mtu aliyeitwa. Ninaamini wewe ni mtu uliyeokoka. Ninaamini wewe ni mtu unayempenda Bwana. Umeitika. Na unajua kwa fundisho la kibibilia la sisi tuliookolewa, wewe unajulikana kuwa mtakatifu, yani taifa takatifu. Lakini Bwana anakuita uwe mtakatifu. Kuna maana mbili za kufanyika watakatifu kama tunavyosoma katika Biblia sisi watu wa Agano Jipya. Na maana ya kwanza ni ule utakatifu wa kupewa kwa neema. Yaani pale tunavyosema sikustahili bali amenistahilisha. Sisi wote huwa tunasema katika kanisa la Yesu, sisi wote ni wenye dhambi waliosamehewa. Maana yake tulipompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sisi ambao tulikuwa hatuna haki wala utakatifu, kwa neema ya Mungu tukapewa jina jipya, jina la kuwa watakatifu, watoto wa Mungu. Tukachukuliwa, tukapewa uwezo, tukafanyika kuwa watoto wa Mungu. Na ni nafasi katika Kristo, yani position. Hiyo inaitwa positional holiness. Yani ni nafasi, tumehamishwa. Maandiko yanasema tumehamishwa kutoka ufalme wa giza, alafu katika ulimwengu wa roho, tendo la muujiza la wokovu, tukahamishiwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo ule utakatifu tunaoupata tunapookoka tukimpokea Yesu ni utakatifu wa kubambikwa, ni utakatifu wa kukirimiwa, ni utakatifu wa upendeleo. Yani tukiimba ile umenipendelea, tunamaanisha, maana yake si kwa matendo ya sheria. Hakuna mtu anayeweza
kujisifu kwamba ni kwa sababu ya matendo yangu kuwa safi ndio maana nimepewa jina la kuwa mtoto wa Mungu. Ni neema. Lakini Petro sasa anatuita, Roho Mtakatifu anatuita, anasema mmepewa jina la kuwa watakatifu wa Mungu. Sasa iweni watakatifu kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Umeokoka, hongera sana. Unampenda Yesu, hongera sana. Umejiunga na kanisa la waliookoka, hongera sana. Lakini pokea wito wa Mungu sasa, kwamba nimekuzaa mara ya pili, wewe ni wangu, unaitwa kwa jina langu. Sasa uwe mtakatifu, kwa maana mimi ni mtakatifu. Tunaamini katika nguvu ya kubadilishwa. Ndio maana hapa Kana tuna mambo yetu matatu, core values, maadili yetu matatu ya msingi tunayasimamia kama nguzo. Na la kwanza ndio hilo linaloitwa nini? Badiliko, si ndio? Badiliko. Tunaamini katika nguvu iokoayo. Tunaamini katika nguvu inayobadilisha. Tunaamini katika nguvu inayotuwezesha kuwa watakatifu kama yeye Mungu wetu alivyo mtakatifu. Kuokoka sio fashion. Kuokoka sio dini tu. Unaipenda tu, unasema nataka na mimi niwe mlokole. Napenda ile kanisa kwanza inaitwa Kana. Nataka na mimi nisali kwenye ile kanisa inaitwa Kana. Kuokoka ni neema. Kuokoka ni tendo la kiroho. Kuokoka ni kubadilishwa. Kuokoka ni kuhamishwa. Kuokoka ni kupewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Hebu tusome Petro wa pili. Petro wa pili sura ya kwanza pale. Kuna maneno tukiyasoma na Roho Mtakatifu akitusaidia kuyaelewa tunakaa sawa. Petro wa pili 1 mstari wa 3. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Yaani tumekirimiwa kwa uweza wa uungu vitu vinavyoweza kutuwezesha sisi kupokea uzima wa Mungu. Sisi ni recipients wa uzima wa Mungu, lakini pia tunawezeshwa utauwa. Bwana atusaidie. Kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Kuwa washirika wa tabia ya uungu kuna tafsirika katika maisha ya mtu ya kila siku. Ndio maana lile andiko tulilosoma pale Petro wa kwanza linasema iweni watakatifu katika mwenendo wenu. Natamani hilo neno ulikamate. Utakatifu anaotuitia Mungu ni katika mwenendo wote. Kuna watu hawaamini neno la Mungu linavyosema kwamba twaweza kuishi hapa duniani tukawa tumempokea Bwana Yesu, tukawa tunaukulia wokovu, tukawa tunaona hii neema ya Mungu ikifanya kazi katika maisha yetu, halafu tunapokea badiliko, halafu tunaishi kuendea viwango vya kiungu vya utakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakuita leo kuamini neno la Mungu kwamba inawezekana wewe mtakatifu uliyeitwa kwa neema ukafanyika mtakatifu kwa mwenendo. Jina la Bwana libarikiwe. Maana unajua yule mwivi mautini alikuwa amesulubiwa kwa makosa yake. Alikuwa ni mwenye dhambi yule. Na mwenzake alivyotaka kumdharau Kristo, yeye akamwambia, wewe, sisi tuko hapa tukipata malipo ya
matendo yetu, lakini sivyo alivyo huyu. Alafu akamgeukia mfalme Mwokozi Yesu akamwambia, unikumbuke. Na Bwana Yesu akamwambia, leo hii utakuwa pamoja nami katika ufalme, uzima wa milele. Ule ndio utakatifu wa kupewa. Yule mwizi mautini hakupata nafasi ya kuishi na kuzaa matunda ya kusamehewa dhambi na kubadilishwa. Lakini mimi na wewe tulipookoka hatukufikwa na umauti. Yaani tumeokoka alafu tumepewa neema ya kuishi. Maana yake Mungu ametupa neema ya kuishi wokovu wetu na kuufanyia kazi wokovu wetu na kuonyesha utukufu wake kwa kuishi utakatifu wake ambao dunia iliyoharibika leo haiamini kama mtu anaweza akaishi katika dunia iliyojaa dhambi kama hii alafu yeye akaendelea kufanania utakatifu wa Mungu. Pokea neema hiyo ya kufanyika kuwa mtakatifu. Pokea neema ya kuamini kwamba inawezekana kubadilishwa kutoka utukufu hadi utukufu na tukaendelea kufanana naye. Sijui kwa nini najisikia kusoma tena andiko lingine. Nafikiri kuna mtu bado haamini. Anasema tutaenda tu hivyo hivyo kwa neema. Bwana anataka ubadilisho. Hebu tusome na hili kwa ajili yako wewe ambayo unalihitaji. Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza. Sura ya 5. Sura ya 5. Na mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 23. Biblia inasema hivi: Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe, muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu atusaidie. Tukipewa neema ya kuishi, tumepewa neema ya kuona badiliko katika maisha ya wokovu. Tumepewa neema ya kuendelea kutakaswa katika maisha ya wokovu. Maandiko yanasema watakatifu wazidi kutakaswa. Ninayapenda maneno ya Paulo aliyosema yeye katika Wafilipi ile sura ya 3. Anasema mstari wa 12, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Yesu Kristo. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo. Mungu atusaidie sana. Kwa kweli, nilipokuwa na tafakari huu ujumbe, nilitamani kuupa kichwa cha kuchuchumilia utakatifu. Nikiwaza maneno ya Paulo, anasema bado sijafanya nini? Sijafika, ila nakaza mwendo. Anasema na yachuchumilia yaliyo mbele. Na kutia moyo mtu wa Mungu, usiridhike kukaa katika maisha ya dhambi. Usiridhike kupigwa na shetani. Wewe umehamishwa, anakuonea tu, anakupiga, anakutesa na dhambi zake. Dhambi zina uhusiano na mauti ya kiroho. Watenda dhambi wamekufa kiroho. Lakini Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, maandiko yanasema ile nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu inaweza kuifufua na miili yetu hii iliyo katika hali ya kufa. Kwa maana ya kwamba
hali ya kuufuata mwili na tamaa zake ni umauti wa kiroho. Usikubali dhambi. Aliyekuita wewe ni mtakatifu na anakuitia wito wa utakatifu. Wapendwa, tunapenda sana kutia maji viwango vya Mungu, kucompromise. Yaani kufikiria tu akili yako kile kitu inataka. Yaani ili akili iwe comfortable. Kwamba okay, labda Mungu hanifikirii mimi kuwa mtakatifu hivyo. Labda hivyo viwango vinazungumzwa tu katika maandiko lakini haviwezekani kufikiwa. Hilo ni jaribu la kiroho, ulishinde. Mimi siamini kama ni Mungu atashusha viwango vyake viendane na viwango vyako wewe. Mimi naamini Mungu anatuita sisi kuchuchumilia viwango vyake vya utakatifu. Na ninavyokuhubiria kwa kidole kimoja, vidole vitatu vinanielekea mimi. Hata mimi kama Paulo, sio kwamba nimekwisha kufika, lakini sikubali ujinga wa ibilisi. Si unaona ule mstari wa 14 unasema zamani zenu za ujinga. Mpendwa, kutenda dhambi wakati wewe umeokoka ni kuishi katika ujinga wa zamani. Sema nakataa ujinga wa zamani. Umeokoka mpendwa. Mungu amekuthaminisha mpendwa. Anataka uishi maisha ya utukufu wake mpendwa, na utakatifu wake mpendwa. Mungu hapendezwi na dhambi. Anatusamehe kwa rehema na neema tu ili tuwe wake. Lakini katika Agano la Kale imeandikwa wazi, dhambi zenu zimewafarakanisha. Dhambi inakufarakanisha na Mungu kwa kuwa Mungu ni mtakatifu. Hebu chuchumilia utakatifu. Inawezekana. Haleluya. Inawezekanaje? Jambo la kwanza, andika hapo, inawezekanaje? Haya mambo ya utakatifu wa kiwango cha Mungu yanawezekanaje? Inawezekana kama wewe utajiachilia katika nguvu ya neno la Mungu. Ipo nguvu ibadilishayo katika neno la Mungu. Iko nguvu inayotakasa katika neno la Mungu. Ndio maana Yesu katika ile Yohana 17 anasema, Baba uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu linatakasa watakatifu. Yakobo anaandika anasema, ukisoma neno unafanana na mtu aliyesimama kwenye kioo. Yaani neno linakuonyesha yale maeneo ya udhaifu wako. Watoto hapa wamesema neno linayafunua mapenzi ya Mungu. Ukisoma neno unajiona. Unaona, mbona neno la Mungu linasema hivi alafu mimi niko hivi? Yaani neno linakuonyesha kabisa, mbona neno la Mungu linanitaka niwe hivi alafu mimi niko hivi? Hebu tusome Waebrania 4:12. Waebrania 4:12. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 na mstari wa 12. Inasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Bwana akusaidie kuelewa kweli hii, kwamba nguvu ya neno, tunasoma hapa neno la Mungu li hai. Uhai wa neno utaleta uhai wa kiroho katika maisha yako. Tena lina nguvu. Nguvu ya neno itaharibu nguvu ya dhambi katika maisha yako. Tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili. Linachoma. Neno linagawanya nafsi na roho. Neno linakuchakata kwa ndani.
Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Mahali pengine Biblia anasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Wenye dhambi wanatenda dhambi na wanajisikia sawa sawa. Wanawaza ndio wanaenjoy maisha wakitenda dhambi. Lakini maandiko yanasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kuchukia ni kitu kinachotoka ndani. Kama wewe umeokoka, alafu ukiwaona walevi wanakunywa pombe, wanaharibika, wanajikojolea, alafu wewe unajisikia kulamba, yani unatamani, hujachakatwa na neno wewe. Neno la Mungu likikushughulikia, unauona ubaya wa ulevi, unauchukia. Kama wewe ukiwaona wazinzi wanajiuza, wanatumia miili yao, wanamuabuse Mungu aliyewaumba, wewe unatamani uzinzi, wewe hujachakatwa na neno wewe. Neno la Mungu likikushughulikia ipasavyo, ukiwaona wazinzi unawahurumia, unawaombea neema na rehema, wafunguliwe, wabadilike. Jamani, kama kuna kitu nachukia duniani ni wanaume wenye ndoa zao wakitembea na wasichana wadogo. Yani nachukia, nasikia, oh God, wewe you are very merciful. Yani Mungu angekuwa mwanadamu, alafu huyo mwanadamu awe kama Mama Amuli, alafu amjue mbaba fulani mwenye mkewe, alafu anatembea na binti wa watu mdogo, yani moto ungeshuka kutoka mbinguni, ungemla. Kwa sababu mimi nasema jamani, huyu mtoto wa watu wa kike ana haki yote ya kuolewa na kuwa na mume wake na kuwa na familia nzuri na kuzaa watoto wake na yeye afurahie uumbaji wa Mungu. Linatokea li mwanaume ovyo, linaenda kumdanganya yule mtoto, yani hili li mwanaume ovyo, linanikera. Dhambi inauzi. Yani ukiwa umeokoka, dhambi unaichukia. Kwa sababu unauona mpango wa Mungu live. Alafu unamuona shetani anavyowadanganya watu na jinsi anavyowafanya watende dhambi na kuharibu ule mpango wa Mungu wenye utukufu. Yani najiangalia kama mimi hapa. Unajua mimi Yesu alinidaka. Oh Bwana, I love you. Yesu alinidaka mimi niko 17. Yani unajua ukiwa 17 ndio unataka sasa uive. Yani kama tunda ndio linataka sasa liive. Yani Yesu akanidaka tap. Na ninakumbuka mijana dume ilivyokuwa inafuatafuata mimi na kutaka kuniharibu. Yani ninakumbuka, unajua mimi nilianza kazi Tanga. Siseme sana ndugu zangu wa Tanga, wanaoaga wake wawili, watatu, wanne. Akitaka watano anamwacha wa kwanza, anaoa mwingine, bora wabaki wanne. Ndio maisha niliyokuwepo. Na kuna mtu kabisa alikuja, alimtuma mtu aje kule ninakofanya kazi, kwamba mwalimu, kuna mtu amenituma ataka kuoe mwalimu, aitwa Sheikh. Ataka kuoe, hana mpango wa kukuharibu. Wazazi wako wako wapi ili tutume? Shakani, si yule baba mtu mzima, hana mke. Akaniambia ana wake 3, dini ya ruhusu yake kuoa mke wa yani mimi niolewe mke wa 4. Niko binti wa miaka 17. Nina uhakika kama Yesu asingenidaka, ningeolewa labda mke wa 2 au wa kwanza, afu nikaolewa mke mwingine wa 2, alafu baadaye nikapigwa talaka, nikakaa pembeni. Jamani, maisha yangu yangeharibikaje? Yani dhambi ni mbaya, dhambi haifai, dhambi ni lakini Yesu alivyonidaka, hebu nione utu uzima wangu. Inaitwa aging with grace. Yani utu uzima ndani ya Yesu. Utu uzima wa kutakaswa na Yesu. Yani uzee unakuja taratibu, unauambia tu njoo, sina cha kujutia, maana maisha yangu nimeishi na Kristo. Haleluya. Tamani utakatifu wewe, tamani kubadilishwa wewe. Dhambi ni mbaya, chukia dhambi, jiachilie kwenye
kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu likufunulie mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu likufunulie mahali ambapo uendi sawa. Halafu hebu twende kwenye jambo la pili. Maana nisema unawezaje, alafu jambo la kwanza nikasema jiachilie kwenye neno. Jambo la pili, jitahidi kwa upande wako kufanya sehemu yako. Jitahidi kwa upande wako kufanya sehemu yako. Neno linakuonyesha hapa umeoza. Ni neema tu wewe, Yesu amekutamkia uzima, lakini hapa wewe umeoza, una dhambi hapa. Wewe unaendelea tu kukaa kwenye maisha ya dhambi. Kuna kitu unachotakiwa kufanya. Tukisoma Tito 2 ule mstari wa 11-12, nitauparaphrase. Unasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo inatufundisha kukataa ubaya, tamaa na anasa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu wa sasa. Hii neema ina kazi katika maisha yetu. Hii neema inatufundisha kukataa ubaya. Yaani kuna mambo wewe ndio unasema no, mimi ni mtoto wa Mungu, nimempokea Yesu, nimebadilishwa. Unanionaje? Siwezi kula rushwa. Ninakumbuka mlokole mmoja alipanda ndege, hadithi inanenwa. Hii ni hadithi. Alipopanda ndege, wakaja wale air hostess wana serve pale wine. Wanamwambia kunywa wine kidogo, it's part of your ticket, umeshalipia. Akamwambia no, mimi siwezi kunywa alcohol. Akasema why? Kidogo tu. Akasema siwezi, mimi ni mtu wa Mungu, nimeokoka. Akasema walokole bwana, kwa lugha zao, kunywa ukinywa kidogo inakubadilisha nini? Akasema haina shida hata ikiwa kidogo haina shida nenda kwanza kampe pilot. Akinywa kidogo utaniletea na mimi nitakunywa kidogo. Akasema hapana, pilot huwezi kumpa wine. Akamuuliza kwa nini? Akasema yuko kwenye special assignment. Akasema that is me, I am in special assignment. Kwa hiyo kama pilot yuko kwenye special assignment hawezi kupewa wine, ni kileo, na mimi mtoto wa Mungu hapa duniani niko kwenye special assignment. Wakati wowote ni lazima niwe makini kwa habari ya mambo ya ufalme. Akawa amemshinda yule mjaribu, akamwacha kwa muda. Kwa hiyo ukijitambua, huwezi kujaribiwa tu afu wewe mwenyewe hujui cha kufanya. Eti nilijaribiwa. Ulijaribiwa, pokea nguvu wewe ya kushinda majaribu. Fanya maamuzi, sema hapana. Hata tokea Roho Mtakatifu eti wakati wa kujaribiwa kwako, afu Roho Mtakatifu anashuka pale, anafanya pa, sema hapana. Ni wewe, ni wajibu wako. Kataa dhambi. Amina. Maandiko yanasema vua utu wa kale, ni wajibu wako. Vaa utu mpya, ni wajibu wako. Maandiko yanasema weka kando ile dhambi ikuzingayo kwa upesi, ni wajibu wako. Wewe una dhambi gani inayokulamba, inakula kila siku? Itambue, ishughulikie. Unajua hapa Kana ni kanisani kwangu. Kwa hiyo kuna shuhuda nyingine nazirudia sana. Kuna mtu mmoja alikuwa hayupo, alikuwa hajasikia huu ushuhuda. Wewe uliyeusikia vumilia leo na urudia. Sawa? Mimi nilipookoka mwaka wa kwanza hivi wa wokovu, mwaka wa pili hivi wa wokovu, nilikuwa nashinda majaribu magumu ya kukataliwa, lakini napigwa na uongo. Yaani kuongopa, unajua inaonekana kama kusema uongo ni kawaida sana Yaani kama maisha hayawezekani bila kusema uongo. Si ndio watu wanavyojua? Yaani viuongo vidogo vidogo. Labda umechelewa kazini, kuna kuandika pale, sasa umechelewa, unajisikia kama ujifiche kwenye uongo fulani, kwamba kuna kakitu kalitokea ndio maana imekuwa hivi. Yaani tu hivyo, nikawa nasema ala, hivi mimi si nimeokoka? Hivi viuongo vinanifuatafuata vya nini? Nikachukia. Unajua neno la Mungu nikisoma, na akanisaidia nikalisoma lile linalosema uongo ni wa shetani, yani shetani ndio baba wa huo uongo. Yani hilo andiko likakaa kwa nguvu moyoni mwangu kwamba uongo ni wa Ibilisi, maana yeye ndio muongo tangu mwanzo na ni baba. Nikasema kumbe yeye ni baba wa uongo na anataka mimi niwe familia yake. Maana mtu si anafanana na wakwao.
Nikasema mimi sitafanana na shetani kwenye uongo. Niliushughulikia kwa gharama. Yaani ukisema hapa fanya wajibu wako, ninakumbushwa na Roho Mtakatifu. Nilivyofanya wajibu wangu kuhakikisha uongo hatuna ukoo. Leo hii siogopi kuuawa eti kwa sababu nitauawa ndio niseme uongo. Lakini kuna mahali nilikotoka. Nilikuwaga na uchapia kidogo chwa. Japokuwa nilikuwa mpendwa. Labda kuna watu hapa mko ni wapendwa na viuongo kidogo mnachapia chwa. Inawezekana kushinda. Mimi nililala mbele nao. Niliweka mkakati. Nilimwambia Roho Mtakatifu, nimekataa uongo. Nisaidie Bwana. Sitaki kusema uongo. Sinaonekana kama dhambi ndogo. Na nikiwa kwenye mkakati huo nilijikamata nikisaidiwa na Roho Mtakatifu. Nilijikamata mara kadhaa nikisema uongo. Yaani kabisa na upiga chwa, alafu naanza kutembea hatua tatu. Roho Mtakatifu anasema ule unaitwaje? Yaani hatua mbili tu, si nilimwambia nisaidie. Nilikuwa nikiuchapa chwa, nikitembea kidogo tu Roho Mtakatifu amekuja. Akili tu inasema kwani ule uliosema pale unaitwaje ule? Uongo. Nikawa naona aibu mbele za Roho Mtakatifu. Nasema Roho Mtakatifu nimesema tena uongo. Lakini mimi siutaki. I'm serious, siutaki. Nashinda. Alafu siku moja mazingira yananibana hivi. Najikuta tena nimeuchapia chwa. Oh my God. Ukipita tu hivi Roho Mtakatifu anasema huo unaitwaje huo? Uongo. Nasema nisamee Roho Mtakatifu. Siutaki na nimemaanisha. Ikafika hatua ninakuwa kwenye mazingira ya kusema uongo, na uongo mzuri unajitengeneza chwa. Ninauona kabisa, yani sentensi imekaa sawa hii. Nikitaka kuusema Roho Mtakatifu ananikumbusha. Kwa hiyo nikawa naweza nikafanya ananikumbushia pale kabla sijausema. Na hiyo hatua nayo ikapita. Ya kuwa unajileta sema hivi. Alafu kabla sijausema ananidaka. Alafu na uache. Nikaja kugundua kumbe kunyamaza sio kudanganya. Yaani ndio mbinu ya kwanza Mungu akanifungua ufahamu. Kunyamaza sio kudanganya. Kwa hiyo kama niko mahali alafu uongo unanijia, nikikaa kimya sichapwi na mtu. Nikagundua basi nafanya tu na nyamaza. Kwani wakikuona zezeta kwa sababu unatakiwa useme, lakini utakachosema ni uongo. Si bora uwe zezeta na hujasema uongo? Na wewe sio zezeta. Wao tu wanafikiri yani huyu mtu hana cha kusema katika mazingira haya yote ajipatie umaarufu. Alafu unasema ni bora Mungu wangu apate umaarufu kwa kunyamaza kwangu kuliko niseme uongo. Na Mungu amenisaidia. Mimi sikuwa na dhambi ya uzinzi, ulevi. Vilinitesa vidhambi viwili baada ya kuokoka. Hicho cha uongo na cha kucheza muziki wa dunia. Ndio vilinitesa kwenye uongofu mpya. Nilipambana navyo. Nikaviacha kwa kujitahidi. Pokea neema ya kujitahidi. Pokea ufahamu wa kujitahidi. Ukielewa hii, unajua leo hii mimi ni mtu aliyeokoka tu kawaida, lakini ni rafiki wa Mungu. Yani I know that I am a friend of God. Yani apart from kuokoka tu wote tumeokoka. I am a friend of God. Kwa sababu gani? Nimeipambana kumwambia we Mungu ni mtakatifu na mimi nautaka. Dhambi ingine baadaye nilipambana nayo umbea na usengenyi. Allah. Nayo nilipambana nayo kusengenya watu, kusema watu vibaya. Yani kabisa unajua mwenyewe akiwepo hapa nisingesema hivi. Niliamua nikasema sitaki usengenyi mimi. Kumsema mtu vibaya sitaki. Mpaka wakaona huyu mama sasa ukimpa story yeye, yani mimi sio mzuri sana kwa story. Maana story nyingi zinanogaga kama mnawasema watu, na mimi hiyo nilikataa. Kwa hiyo japokuwa naongea nikamwomba Bwana, mimi naongea sana, nipe niongee habari zako. Niko hapa kanisani. Naongea sana, maneno yangu mengi, nikitoka hapa hoi. Muda wa umbea sina tena. Hebu we unajua dhambi gani inakuzinga kwa upesi? Tubadilike. Watakatifu walioko duniani ndio ninaopendezwa nao. Pambania. Na jambo la tatu na la mwisho, maombi.
Mtu mwingine anasema nifanyeje ili niendelee kukua katika eneo la utakatifu? Jiachilie kwenye nguvu ya neno, jitahidi kwa upande wako. Mungu kakupa akili. Jambo la tatu, omba. Tunasema mambo mengine ni ngome, inabidi ukuing'oa kwa maombi ya nguvu. Mambo mengine ni uraibu, ni addiction, inabidi kuing'oa kwenye maisha yako kwa maombi ya nguvu. Kwa nini wewe siku ukiamua kufunga na kuomba? Ni kwa sababu tu kuna shida fulani ya kibinadamu. Biashara haiendi vizuri, ngoja nifunge na kuomba biashara yangu iende vizuri. Natafuta mchumba, ngoja nifunge na kuomba nipate mchumba. Pesa sina, nimeahidiwa baraka lakini sizioni, ngoja nifunge na kuomba ili na mimi nibarikiwe. Kwa nini ufungi na kuomba? Ili ushinde hizo dhambi zinazokuzinga kwa upesi. Chukua hatua ya kupambana. Ingia kwenye maombi ya kufunga. Funga masaa 12. Yaani wewe ufungi mpaka iwe Ijumaa ya TAG, ndugu yangu. Ijumaa ya TAG ni ya kawaida sana. Usiwe muombaji wa Ijumaa tu. Ananiangalia yule pale, ananiambia mchungaji, hiyo Ijumaa yenyewe nafunga basi. Pole we. Pole sana. Hata ya kuwekewa ufungi. Maana hiyo umesaidiwa. Kufunga na kuomba ni nidhamu ya kiroho. Umesaidiwa. Ijumaa tufunge na kuomba. Tuombee maombi ya kanisa, lakini tuombee na maombi binafsi. Wewe maombi binafsi unaombea nini? Mwaka huu mimi ombi langu binafsi ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani wakisema tu maombi binafsi, Mama Amuli, shida yangu Bwana, nataka unijaze like crazy. Tunajua Biblia inaonyesha kuna ujazo wa kiwiko, kuna ujazo wa magoti, kuna ujazo maji kwenye kiuno, afu kuna ujazo mto usiovukika. Mzee Amuli alihubiri wiki iliyopita. Mimi natamani mto usiovukika. Nasema nimepokea kiasi Bwana. Nataka sana. Yaani nataka ujazo kana. Afu nikashangaa siku hiyo mchungaji ametoka maombi. Amerudi nyumbani ananiambia, unajua mke wangu, Mungu anatoa direction ya kanisa mwakani, kwamba tuzame kwenye kutafuta ujazo wa Roho Mtakatifu. Nikasema Mungu umeniona. Ni hitaji la moyo wangu. Nataka unijaze tena Bwana. Nataka karama za Roho Mtakatifu. Nataka mafuta yasiyo ya kawaida. Hata nikifunga naombea hitaji langu hilo. Wewe hata dhambi tu ndogo ndogo huombi na kufunga ili ushinde, ubadilike. Uwe rafiki wa Mungu wewe. Akitazama duniani anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Na amekupa hiyo fursa. Funga hata masaa 12 wewe. Chelewa kula. Ukiona dhambi imekuganda sana, piga 3 kavu. Ukiona imekung'ang'ania, chukua 7 za maji. Ukiona inakutaka sana, piga 21 za Danieli. Mambo ya kiroho yanahitaji hatua za kiroho. Tusimame kanisa. Tusimame. Tusimame. Mwende Bwana. Ametuona kana. Amejua tunahitaji kukua kwenye eneo la utakaso, kuishi maisha ya ushindi, kushinda dhambi, kumfanania Mungu wetu. Kazini kwako Mungu waga anakuona. Shuleni kule Mungu anakuona. Kwenye biashara yako Mungu anakuona. Na unavyooga na kuvaa vizuri kuja kanisani, anajua wewe unahitaji jitihada za kutakaswa naye, na yeye yuko tayari. Toa ushirikiano. Tusogee mbele zake. Kama una jambo la kutubia, ni wakati huu. Mwambie Bwana, mbona kuna dhambi inayonizinga kwa upesi, inaitwa hivi, nisamee, nisaidie. Kama una uvivu wa kufunga na kuomba ili ushinde, mwambie nipe neema Bwana, niweze kufunga na kujiombea, nitakaswe. Nisiombee tu mambo ya hapa duniani, niombee na hatua mpya za kiroho. Hebu tuende mbele za Bwana tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasogea mbele zako kama kanisa. Unatuona sisi wanakana. Unamuona kijana yule. Unamuona mwanamke yule. Unaniona na mimi. Unamuona baba yule. Wewe unatuita katika utakatifu Bwana.
Umetuokoa ni kweli, umetupa neema ni kweli, umetusamehe dhambi ni kweli, umetupa jina la kuwa hai ni kweli, lakini tunatamani sasa kuzaa matunda yapasayo toba. Tunatamani sasa kuukulia wokovu wetu. Tunatamani sasa kuwa watakatifu kama wewe ulivyo, kama neno lako linavyosema. Ninaomba achilia neema ya utakaso katika kanisa lako Bwana. Ninaomba achilia neema ya ushindi dhidi ya dhambi katika kanisa lako Bwana. Mwangalie mtoto wako huyu anavyopambana, mtetee Bwana. Tumesoma neno, yote tunayohitaji kwa utaua umetukirimia. Msaidie ufahamu, msaidie akili njema, msaidie hatua katika maisha yake ya kiroho. Msaidie kutakaswa Bwana, awe na mwenendo wa utakatifu. Ninamwombea maisha yake ya familia, katika familia yake awe na mwenendo wa utakatifu. Ninamwombea maisha yake ya kazini kwake awe na mwenendo wa utakatifu. Ninamwombea katika maisha ya majirani, anavyoingiliana na kushirikiana na majirani, awe na mwenendo wa utakatifu. Bwana, kila mahali awe na shauku ya kukuishia wewe, maisha yanayokupendeza. Tupe hatua mpya Bwana. Hata mimi ninasimama hapa mjoli wako, nipe hatua mpya Bwana. Nimewapa shuhuda za maisha yangu, lakini najua sijafika bado. Unaniangalia, unaniona kama kuna maeneo ya kutengeneza. Nipe hatua mpya ya utakatifu Bwana.